Ndugu mtazamaji wa Citizen, serikali ya Marekani inapanga kupanua marufuku yake ya visa kwa raia kutoka mataifa 35 zaidi, yakiwemo mataifa 25 ya Afrika, kwa mujibu wa ripoti ya The Washington Post iliyotolewa mwishoni mwa wiki hii, ikinukuu wakala wa ndani ya Wizara ya Mambo ya Nje. Hatua hiyo mpya, ambayo inatajwa kuwa sehemu ya sera ya rais wa sasa wa Marekani Donald Trump ya kuimarisha usalama wa taifa, inaelezwa kuwa na madhara kwa mataifa ya Afrika ambayo kwa muda mrefu yamekuwa na uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi na serikali ya Marekani iliyoko jijini Washington. Mataifa ya Afrika Magharibi yanayodaiwa kuwemo katika orodha hiyo ni pamoja na Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Gambia, Ghana, Ivory Coast, Liberia, Niger, Nigeria pamoja na Senegal. Kutoka Afrika ya Kati, mataifa ya Cameroon, Gabon, Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanatajwa, pamoja na mataifa ya visiwani ya Sao Tome na Principe. Tukija nyumbani kwetu katika ukanda wa Afrika Mashariki, nchi ya Djibouti, Ethiopia, Sudani ya Kusini, Tanzania na Uganda yameripotiwa kuhusika sambamba na Malawi, Zambia na Zimbabwe kutoka Afrika ya Kusini. Mauritania kutoka Afrika ya Kaskazini na mshirika mkuu wa Marekani kutoka ukanda huo Misri pia wameorodheshwa katika vikwazo hivyo. Ripoti hiyo inasema kuwa baadhi ya mataifa hayo hayana mifumo madhubuti ya kutoa nyaraka za utambulisho au nyaraka za kiraia zinazotegemewa, huku mengine yakikumbwa na vitendo vya rushwa serikalini. Sababu nyingine zinazotajwa ni pamoja na idadi kubwa ya raia wa mataifa hayo wanaendelea kubaki Marekani baada ya visa zao kuisha muda wake. Kwa mujibu wa The Washington Post, waraka huo uliosainiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na kutumwa kwa wanadiplomasia siku ya tarehe 16 Juni umeyataka mataifa hayo kutimiza masharti mapya ya kiusalama ndani ya kipindi cha siku 30. Aidha, mataifa mengine yasiyo katika ukanda wa Afrika yaliyotajwa katika orodha hiyo ni pamoja na Antigua na Barbuda, Bhutan, Cambodia, Dominican, Kyrgyzstan, St. Kitts, St. Lucia, Syria, Tonga, Tuvalu na Vanuatu. Hii si mara ya kwanza kwa Marekani kutangaza marufuku ya aina hiyo. Mnamo tarehe 4 Juni, Rais Trump alisaini amri ya kiutendaji inayowazuia raia wa mataifa 12 ya Afrika ikiwemo Chad, Jamhuri ya Kongo, Equatorial Guinea, Eritrea, Libya, Somalia na Sudani ya Khartoum kuingia nchini Marekani. Sababu zilizotajwa ni pamoja na hofu ya ugaidi, kushindwa kushirikiana kiusalama na mataifa hayo kukataa kuwapokea raia wao waliokataliwa kuishi Marekani. Katika hatua ya kujibu, Chad ilisimamisha utoaji wa visa kwa raia wa Marekani, huku mataifa ya jirani yakisema yataanzisha mazungumzo na Washington kutafuta suluhisho la kidiplomasia. Hatua ya Marekani kupanua marufuku ya visa kwa mataifa mengi ya Afrika ni ishara tosha ya changamoto zinazoikumba bara hili katika nyanja za utawala bora. Ingawa Marekani inajitetea kwa misingi ya usalama wa taifa, athari za moja kwa moja kwa raia wa kawaida, wanafunzi, wafanyabiashara na familia ni kubwa na za kuhuzunisha. Kwa nchi za Kiafrika, hatua hii ni ufundisho muhimu kuhusu mambo mbalimbali: kuimarisha mifumo ya utambulisho wa raia, kuwa na rekodi thabiti, salama na zinazotambulika kimataifa, kudhibiti rushwa na ufanisi wa taasisi za serikali, hasa zile zinazohusika na utoaji hati muhimu kama pasipoti, vyeti vya kuzaliwa na vitambulisho vya taifa, kuweka sera madhubuti za uhamiaji na ushirikiano wa kiusalama na mataifa mengine ili kuzuia raia wao kutumika vibaya au kuwa chanzo cha hofu ya kiusalama nje ya mipaka yao, kulinda heshima ya taifa katika medani ya kimataifa kwa kuonesha uwajibikaji na ushirikiano wa wazi na taasisi za kimataifa. Marufuku hizi pia zinadhihirisha jinsi mataifa ya Afrika yanavyoweza kuwa waathirika wa sera za mataifa makubwa iwapo hayatajidhatiti ndani. Ni mwito wa dharura kwa viongozi wa Afrika kutafakari upya nafasi ya bara hili katika diplomasia ya kimataifa na kuwekeza zaidi katika mifumo ya utawala inayojali haki, usalama na heshima wa raia wake popote waliko duniani. Hatua hii, licha ya kuwa ya kukatisha tamaa, inaweza kuwa chachu ya mabadiliko ikiwa itaamsha dhamira ya mataifa ya Afrika kujitegemea, kujisimamia kwa utaratibu mkubwa na weledi, pamoja na kulinda maslahi ya raia wao bila kutegemea rehema ya mataifa mengine, hasa yale ya kutoka ukanda wa magharibi kama Marekani. Ndugu mtazamaji wa Citizen, tunaendelea kukukumbusha kuendelea kutoa maoni katika ukurasa wetu wa comment section, ukitoa maoni mbalimbali jinsi tunavyoweza kuongeza ubora katika chaneli yetu.